Jom TV Online, usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Karibu mtazamaji katika makala maalum. Makala yetu haya leo hii tutaangazia athari za ukataji wa mikoko katika mabadiliko ya tabia ya nchi yanayoathiri wanawake katika kijiji cha Unguja Ukuu. Msimulizi wako ni mimi Malik Shahrani. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imechukua hatua mbalimbali kulinda rasilimali za bahari ikiwemo mikoko kupitia mpango wa 3 wa maendeleo ya Zanzibar. Serikali inalenga kuhifadhi mazingira ya baharini na pwani na kuimarisha usimamizi wa maeneo ya mikoko. Aidha, kupitia Wizara ya Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi, serikali inatekeleza miradi ya uhifadhi wa mikoko kwa kushirikiana na jamii za pwani, ikiwa na lengo la kupunguza uharibifu, kuhakikisha matumizi endelevu ya rasilimali hizi muhimu. Katika mwaka 2023, serikali ilizindua kampeni ya upandaji wa mikoko katika maeneo yaliyoathirika na uharibifu, ikilenga kupanda zaidi ya miche milioni 1 ifikapo 2026. Kampeni hiyo inayohusisha ushirikiano kati ya serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali na jamii za wenyeji ili kuhakikisha ufanisi na uendelevu wa juhudi hizo. Pia serikali imeanzisha maeneo yaliyohifadhiwa na bahari, Marine Protection Area, ili kulinda bioanuai na mifumo ya ekolojia ya pwani ikiwemo mikoko. Maeneo hayo yanayoratibiwa na Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira ya Zanzibar ZEMA kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kuwa sheria na kanuni za uhifadhi zinazingatiwa na kutekelezwa ipasavyo. Kwa mujibu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, inayoendelea kutekeleza mipango mikakati madhubuti ya kulinda na kuhifadhi rasilimali za bahari, hususan mikoko, kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Wanawake ni miongoni mwa wanaoathirika kwa namna mbalimbali na mabadiliko ya tabia nchi katika uharibifu wa mikoko, hasa kutokana na majukumu yao ya kijamii na kiuchumi. Hapa mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Usimamizi na Mazingira, Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais, Sheha Mjaja Juma, anaeleza faida za mikoko. Kwetu sisi Zanzibar hapa, mikoko tunayo aina karibu zinazozidi 7 katika maeneo tofauti ya Zanzibar, na tuna jumla ya hekta 16,000 ya mikoko Unguja na Pemba. Na mikoko hii inatoa faida ambazo tunaweza tukaziweka katika maeneo 4 makubwa. Moja, mikoko inatoa kinga ya kiasili ya ardhi zetu ili zisiweze kuliwa au kumong'onyoka na bahari. Tunafahamu kwa mikoko inaota baina ya bahari na nchi kavu. Kwa hivyo mikoko hii inatoa kinga ya asili ya kuweza kukinga ardhi yetu isiweze kuliwa na bahari. Tunafahamu kuwa sasa hivi dunia inakabiliwa na swala hili la mabadiliko ya tabia nchi. Kwa maana hiyo, kina cha bahari kinaongezeka, lakini pia kasi ya mawimbi ya bahari nayo inaongezeka. Kwa hivyo kuwepo kwa mikoko basi kunatoa kinga ile asili ya kuweza kulinda ardhi isiweze kuliwa na bahari, na shughuli nyingine za kibinadamu ikiwemo kilimo na makazi yaweze kuendelea kuwepo. Mikoko ni chanzo muhimu cha mbao, samaki na matunda ya bahari. Hivyo uharibifu wake huathiri kipato cha wanawake wanaotegemea rasilimali hizo kwa biashara ndogo ndogo ama lishe ya familia. Pia mikoko hutoa mazingira muhimu kwa mazalia samaki. Uharibifu wake hupunguza zaidi samaki, jambo ambalo linaathiri wanawake wanaojishughulisha na uvuvi mdogo ama uchakataji wa mazao ya bahari. Kuzaliana kwa aina tofauti ya bioanuai za baharini. Yaani kwa maana kuwa unaweza ukatembelea sehemu za mikoko, basi unaona kuna samaki wanazaliana
kuna kaa wanazaliana, na ni tofauti ya samaki. Kwa hivyo inatoa mazingira mazuri ya samaki kuweza kujificha, lakini pia kuweza kuzaliana na kuweza kusababisha ile ekolojia ya baharini ya samaki tofauti kuweza kuendelea na kunawiri pamoja na kukua vizuri. Mikoko inasaidia kufyonza ule uchafu unaotokana kwenye ardhi. Tunafahamu kuwa siku za mvua maji ya mvua yanabeba mambo mengi sana, ambayo mengi yao yanapelekwa baharini. Kwa hivyo kuwepo kwa mikoko kunaweka baria au kikinga ya kiasili ya kuweza kufyonza ule uchafu mwingi ambao unatoka ardhini, ili usiweze kuingia kwenye bahari na kuweza kuathiri mazingira ya baharini, ikiwemo matumbawe ambao ni mhimili mkubwa wa kuzaliana kwa samaki. Wanawake wengi hutegemea mikoko kwa kuni na maji safi. Uharibifu wa mikoko husababisha upatikanaji mgumu wa rasilimali hizo, hivyo hutegemea muda wa kazi wa nyumbani na kupunguza muda wa shughuli za kiuchumi na za kijamii. Changamoto tunazipata kuhusu kwenye mikoko yetu, changamoto ni hizi: kukatiwa, kuharibiwa. Kama sisi tunahifadhi kuhusu hiyo mikoko, tunajitahidi kupanda, tukatoka wenzetu wanakuja vuruga. Sasa baada ya kwenda mbele tunarudi nyuma, lakini na sie wanakata mbele. Mikoko inatupa, yani ina faida, inatupa kwanza, inatoa asili; pili, inalinda ardhi kupasuka. Halafu pia vile vile inatulindia viumbe wetu, yani baharini, tuseme kaa, samaki. Halafu inatusaidia kutopanda maji juu, kwa sababu sasa hivi maji yanapanda juu mpaka kule kwenye banda kamboona. Halafu pia enzi za zamani kulikuwa ukenda zako uzi, kama ukipita asubuhi samaki unakuta baharini. Sasa hivi hamna ile kuokota samaki kwenye njia ile, kwa sababu mikoko inakatwa, kwa hiyo samaki wanaondoka. Ndani ya mikoko kuna fursa ya utunzaji wa viumbe hai humo ndani. Kuna kakoko, tunacho kisiwa kimoja na ndege wazuri, tuna wengi kwa ajili ya uhifadhi. Au tunaamini kwamba tukiwatunza vizuri, tukiwahifadhi, ni njia nzuri sana ya kuwavutia watalii. Pia ndani ya mikoko hiyo tuna fursa ya kupata baadhi ya miradi ya upandaji wa mikoko kama hivyo. Kwa hiyo ndani ya mikoko mna fursa nyingi sana ambazo kama sisi vijana tukitulia, basi tunaweza kufaidika nazo. Mabadiliko ya tabia nchi na uwepo wa mikoko husaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kama mawimbi makubwa na mmomonyoko wa ardhi. Uharibifu wake huongeza hatari za mafuriko ambayo yanaweza kuathiri makazi ya usalama wa wanawake na familia zao. Abdi Mgeni Juma ni katibu wa kikundi cha mikoko urithi wetu, na hapa anaeleza. Mikoko kwa sasa kutuinua kiuchumi kwenye sekta ya nyuki, kwa sababu nyuki tunafuga na kidogo ilikuwa inatupiga chenga, lakini wiki ya jana tu kidogo tumefanya mavuno tukapata asilimia ndogo sana. Kwa hiyo mategemeo yetu, uchumi wetu unawezekana kupitia mkoko ni kutoka katika ufugaji wa nyuki ambao tunaweka katika mikoko. Malengo yetu makubwa ni kunusuru, kwa sababu sasa hivi kuna mabadiliko tabia za nchi. Kama mnavyoona, huu mnazi ulikuweko mbali kabisa, hii mikindu ilikuweko mbali kabisa, lakini leo siku hadi siku bahari inapanda juu. Hili banda letu ambalo mnatulokaa hapa, bahari ishafikia. Kwa hiyo kunusuru hali ya mabadiliko ya nchi ambayo inakaribia kutukumba, hilo ndio lengo letu kuu hasa kufanya hivi, kunusuru ili jamii inayokuja angalau wanusurike na wao na majanga ambayo yanajichomoza. Mradi huo wa Zan Adapt umejikita zaidi katika kutoa mafunzo ambayo yanahusisha taaluma ya mikoko na umekuwa ukiwashajihisha zaidi upatikanaji wa wanawake, kama anavyojieleza Khadija Abdurrahman Hamdu ambaye ni afisa mikoko kutoka CFP.
kupitia mradi wa ZanziAdapt tumejikita zaidi katika kutoa mafunzo ambayo yanahusisha taaluma nzima inayohusiana na mikoko, na mafunzo hayo au mradi unatoa mafunzo hayo kwa wanawake na wanaume, lakini mradi unashajiisha zaidi upatikanaji wa wanawake, ambapo walengwa wakubwa wa mradi ni 80% ya wanawake na 20% iliyobakia wanakuwa ni wanaume. Na katika hizo asilimia pia kuna upatikanaji wa vijana na zile marginalized group au yale makundi ambayo yana mahitaji maalumu. Mradi upo katika shehia 4 kwa Unguja na shehia 4 kwa Pemba, na miongoni mwa shehia za Unguja ni Unguja Ukuu. Wanawake wa Unguja Ukuu kupitia kikundi chao ambacho kinajihusisha na uhifadhi wa mikoko kinachojulikana kama Mikoko Urithi Wetu, wanajishughulisha na uhifadhi wa mikoko kwa kupanda, kuitunza, lakini pia na uanzishaji wa vitalu. Mchango unahitajika katika kutatua changamoto hiyo inayowakabili wananchi ni kuwawezesha wanawake kushiriki katika kuhifadhi mikoko, kutoa elimu juu ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi na njia za kukabiliana nazo. Kuanzisha miradi ya kijamii na uvuvi endelevu husaidia wanawake kuanzisha biashara mbadala zinazotegemea mikoko moja kwa moja, na kwa ujumla wanawake wanapaswa kupewa nafasi kubwa zaidi katika mipango ya uhifadhi wa mazingira ili kuhakikisha maisha yao yanayohifadhiwa na uharibifu wa mikoko unaosababishwa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Niliyekuwa nikisimulia makala hii ni mimi Malik Shahrani.